Anapita Kapernaum akitangaza habari njema. Nilisema habari njema ninamaanisha alikuwa akitangaza habari njema kwa wote wenye habari mbaya, na wale waliokuwa na taarifa mbaya alizungumza na taarifa mbaya kwa taarifa njema. Wenye alikuambia kazi ya kibalibu, Biblia inaniambia wakati anatoka akitangaza habari njema, akitangaza huku na kule habari za ufalme wa Mungu, akapita katikati ya makutano akiendelea kuponya na kuokoa, akiendelea kusamehe dhambi, akiendelea kufungua waliofungwa. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amepooza kwa muda wa miaka mingi sana, asipate msaada wowote. Zile taarifa zilikuwa mbaya katikati ya maisha yake. Ndugu zake walihangaika, wakaenda huku na kule, wakaenda hospitali zote ambazo walifahamu, yamkini walienda kwa waganga wa kienyeji ambao wanawafahamu tu usiwafahamu, lakini hakupata taarifa njema za yule ndugu yao. Lakini ngoja nikwambie, ile siku Yesu alikuwa anapita huku na kule akitangaza habari njema, anakutana na yule mtu aliyepooza. Yale makutano yalizaliwa kabisa. Ukikutana na Yesu utapata habari njema. Ukikutana na Yesu utapata habari njema. Wakazunguka huku na kule wakikutana na ambaye wataka kumpeleka mbele yao ili afunguliwe na Yesu Kristo, ili awekewe na Yesu Kristo. Na Biblia inaniambia walizunguka huku na kule, lakini hakupata njia yoyote. Wakaamua kupanda juu ya dari, wakachukua godoro, wakamweka yule ndugu yao ambaye alikuwa amepona kwa muda wa miaka mingi, na lile godoro likashuka moja kwa moja miguuni pa Yesu. Biblia inaniambia baada ya lile godoro kushuka miguuni pa Yesu, Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwona yule mwenye kupooza, lakini Bwana akamwambia wewe mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako. Lakini kabla Bwana akubali, yamkini una mapooza katikati ya maisha yako. Maisha yako yamekuwa mapooza, biashara zako zimekuwa mapooza, watoto wako wamekuwa mapooza, lakini jioni ya leo nimekuambia habari njema, habari za Yesu Kristo leo ambazo zikipokea na kuziamini jioni ya leo. Watu walikuwa wakizunguka wakaanza kujiuliza, huyu ni mtu wa namna gani? Anasema maneno haya, mbona hatukuwahi kuona mtu yeyote yule ambaye anasema maneno kama haya? Maana katika kuishi kwako hajawahi kuona mtu anayesamehe dhambi. Hata yule mfalme aliyekuwa naye alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi, alikuwa na mamlaka ya kusamehe dhambi. Wakaulizana wao kwa wao, wakasemezana ya kwamba anayeweza kusamehe dhambi si Mungu peke yake, ila Bwana na Mungu. Anasema maneno haya, anamwambia yule mwenye kupooza aondoke aende, kwa maana amesamehewa dhambi zake. Biblia inaniambia kwa sababu Yesu ni Mungu, akatambua mawazo yao, akatambua mawazo yao, na akawaambia wale watu ya kwamba yeye kumwambia mwenye kupooza amesamehewa dhambi zake, au kumwambia kidogo ndio wake aende, lakini akawaambia kwamba amjua kuwa mwana wa Adamu anayo mamlaka ya kusamehe dhambi. Sasa Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli ambaye alikuja hapa duniani kwa mfano wa mwili kabisa, na Biblia inaniambia alipokuja hapa duniani sayansi tena maisha utazaliwa mwanamke wa kawaida
Biblia inaniambia wakamuua Bwana. Sasa wakumuua wakamsulubisha pale msalabani. Na Biblia inaniambia ya kwamba kwa sababu Yesu Kristo alikuja mambo moja tu wa kumwokoa mwanadamu, na maana aliatenzi kule mbinguni akashuka duniani ili ajaokoe mtu mmoja. Lakini Yesu akasema kwa sababu Yesu akajitoa roho yake na akatangaza imekwisha. Akatangaza imekwisha. Ndio maana nimekwambia ujumbe wangu wa siku ya leo, ukimkubali Yesu, ukimwamini Yesu atakusamehe dhambi zako, na baada ya kusamehe dhambi zako utafanyika kuwa kiumbe kipya. Yule mwenye kupoza ambaye amekaa muda mwingi sana pale kitandani asipate msaada wowote, alipokutana na Yesu, kitu cha kwanza mstari wa 17 akasamehewa dhambi zake. Sasa Biblia inasema ili kitabu ile sura ya 5 na mstari wa 17 anasema hata ikiwa mtu ameingia ndani ya Kristo anafanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamekwisha. Yesu akasema litweke godoro lako na uende. Mchana na usiku, lakini alipokutana na Yesu alisamehewa dhambi zake na akafanyika kuwa kiumbe kipya. Habari njema, habari za msamaha dhambi, habari za kufanyika kwa kiumbe kipya. Hajalisema tena mambo ya siri, lakini Biblia inasema na kumwamini ya kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako ya kale yote. Sasa lile agano wakati wake ulikuwa umefika wa kuanza kufanya kazi. Nakumbuka siku moja nimekaa tu darasani, mara nikajikuta sauti imekata kabisa. Sauti imekata, siongee. Kwa maana rahisi kabisa nimekuwa bubu. Ghafla tu nimekuwa bubu, siongee. Ili sasa sana. Watu wengine wakasema najifanyisha. Wengine walisema maneno mengi sana. Lakini hata mimi mwenyewe ukiniuliza ile hali ilikuwaje, mimi mwenyewe sijui. Niliona tu ile hali imetokea mara ghafla, sina sauti, bubu. Nikawa tunaongea, naonyesha picha. Nikabidi nipewe ruhusa niende nyumbani. Na kwa sababu familia yangu inaabudu waganga wa kienyeji, walinipeleka kwa waganga wa kienyeji ili waweze kunitibia. Na cha ajabu sasa, nilipofika nyumbani sauti inatoka kama kawaida. Nilipofika nyumbani sauti inatoka kama kawaida. Nikirudi shule inaanza vile vile, sina sauti. Nipo kidato cha 4. Na wananitegemea shuleni kabisa. Sasa Mungu alinipa neema. Japokuwa sikuokoka lakini nilipata neema. Nilikuwa kati ya watu ambao wanategemewa, na mimi nilikuwa ni mmoja wao. Siku zikaenda, nikapelekwa kwa ganga wa kienyeji. Wakanivisha mailizi kiunoni. Wakanipiga chale za kutosha. Nikapigwa nyungu za kutosha. Wangapi wanasikia nyungu? Sasa zile nyungu
kutosha. Sufuria limechemka masaa matatu, alafu unakaa chini ukiosha miguu, ile nyumba linawekwa katikati, wanachukua shuka, sio shuka, blanketi wanakufunika. Yaani ule mvuke hautaki kupenya sehemu yoyote, unataka ule mvuke wote uishi kwenye mwili wako. Yale yote waliyafanya, lakini yakikubadilisha chochote. Siku zikaendelea, ikaja ile likizo ya corona, kwa sababu sisi mwaka wetu sisi ndio ile corona ilitokea, ndio ikaponyeka pale. Kwa hiyo tukarudi wote nyumbani, tukakaa katika ile likizo ya corona. Nakumbuka siku moja nikiwa nimekaa tu, nikaanza kusikia hali ya kulia kwa nguvu kabisa. Nikajua naanza kupiga makelele, nalia, sina hata kijua kimetoka wapi. Yaani mimi mwenyewe nakishangaa. Nikaanza kupiga makelele, mtaa mzima wanaisikiliza. Hapo ndipo huzuni yangu ilikuanza. Siku zikaendelea mbele kidogo, nikachanganyikiwa akili kabisa. Nilikuwa chizi kabisa, naokota makopo majalalani kule, na mimi nilikuwa mmoja wapo. Lakini kwa sababu wazazi wangu walikuwa wanaamini mambo ya kishirikina, uganga wa kienyeji, walinipeleka kwa waganga wa kienyeji, wakiamini huko labda naweza nikapata msaada. Kwa hiyo bibi yangu mwenye mganga wa kienyeji akaanza, akashindwa. Akanipeleka kwa mganga mwingine, ikashindikana. Nikapeleka kwa mganga mwingine, ikashindikana. Akakata na rufaa. Unajua kama nao anakata rufaa. Rufaa ikakatwa. Lakini pale mambo yakabaki pale pale. Nakumbuka hiyo siku moja mamangu akiwa analia sana. Maana ilikuwa ile kuna wakati ufahamu kama unarudi hivi, alafu tena unapotea. Mama wangu akiwa analia, ndugu zangu akiwa analia, wapoteza kabisa tumaini. Wakati wenzangu wanaendelea na masomo, mimi tena siendelee. Na wakati huo ni mwezi wa 8 sasa, mtihani wa taifa mwezi wa 11. Nikiwa nimepoteza kabisa tumaini. Nakumbuka siku moja akaja mama mmoja ambaye tulikuwa uko naye mmoja. Akasema yuko mtu ambaye anaweza kumponya. Mama yangu akasikiliza kwa makini zile habari. Akauliza wapi huko? Kwa gharama yote tutaenda. Akasema hivi, yule mtu yule hahitaji hata 100. Yeye anaponya bure. Yeye anafungua bure. Yeye adai hata shilingi 10. Kinachokuhitaji wewe ni kumbeba na kwa imani yako. Nikapelekwa kanisa. Nikakutana na mtumishi wa Mungu. Akaniombea katika ile siku ya kwanza. Ile hali ya kuchanganyikiwa ikaanza kupotea. Sasa ile hali ya kulia ile ikaisha, ikaanza hali ya kucheka. Jamani, shetani sio. Kwanza ikaisha kama ya kucheka. Nikawa nacheka mchana na usiku. Bila kunyamaza. Kinachonichekesha mimi mwenyewe sikii. Bila tunasikia kucheka. Mtumishi wa Mungu akaendelea kuniombea siku ya pili. Akaendelea kuniombea siku ya tatu. Ile hali ya kicheko ikaisha. Ufahamu ukarudi sasa. Haleluya. Ufahamu kurudi. Akaniambia uko tayari kumpokea Yesu Kristo afanyike kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nikamwambia mchungaji, kwa mateso yale, kwa kuvunjika moyo kule, kwa kuteseka kule makaburini, kwa kuteseka kule majalalani, nikasema niko tayari kumpokea Yesu. Nikapiga magoti akaniongeza sana ya toba. Toka siku ile nilipompokea Yesu Kristo kafanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ikiwa mwezi wa 10. Ikiwa 11 sasa ndio mtihani wa taifa unakaribia. Narudi shule sasa. Sasa yale mapepo yameshachanganya ubongo. Nimerudi shule. Hata uniulize wote hizi Kiswahili sijui. Haleluya, haleluya. Hapo zimebakia wiki chache sana. Lakini Yesu ambaye nilimpokea ndani yangu, nikasikia ananiambia ndani yangu, anasema hapa utapita. Umeshanichagua mimi.
nikamwambia Mungu, sasa nasubiria ile ahadi yako. Maana hata ningesema nisome siwezi kumaliza. Wewe toka form 1 mpaka form 4. Kila daktari, yaani kila somo. Wewe physics toka form 1 mpaka form 4. Yaani unabakisha wiki chache. Nikaa kwenye mtihani. Ikipita nusu saa, nasikia sauti inaniambia. Nikaona naposikia sauti katikati ya masikio yangu. Andika zee. Basi mimi nikawa naandika zee. Ananiambia ya zee. Nikawa ya zee. Ananiambia ya zee. Kafaulu kidato cha 4 tena kwa kishindo kikubwa kabisa. Ukweli kiwa nimeubeba uwezo wa Bwana mabegani mwangu. Maria alikuwa anasaidia ndani yangu. Sasa nikaenda kidato cha 5. Bado lile agano la uganga la kienyeji halikukata tamaa. Haleluya. Nikaenda kidato cha 5 nikawa nimepangiwa Tanga Lushoto. Nimesoma combination ya EGM, uchumi, jiografia pamoja na hesabu. Nikafika kule nikasoma mwezi mmoja, nikaanza kuugua, nikaugua sana, nikapewa transfer kurudi nyumbani. Nimekaa nyumbani, nikirudi tu shule naanza kuumwa tena, narudishwa tena nyumbani. Kwa hiyo kama ruti tu Lushoto tu Morogoro, Morogoro tu Lushoto. Kapigwa mwaka mzima wa kidato cha 5, sipo shule. Lakini nikawa nasikia ndani yangu Mungu akiwa ananiambia lazima utapita. Lile agano bado linanifuatilia. Nakumbuka nimerudi sasa shule nikiwa kidato cha 6. Yaani nimerudi wenzangu hapo kidato cha 6. Walimu wakaniita ofisini wakaniambia, kwa usalama wako bora urudie tu darasa. Hapo uwezi sasa. Kwa sababu ile shule ukiwa kidato cha 5 ndio unafundishwa kila kitu. Ukifika kidato cha 6 inaanza tu ma test yani, mnafanya mtihani mnaondoka. Nikaamua kwa usalama wako rudia kidato cha 5. Nikakuta machozi yanatoka. Nikasema sawa. Nikaenda kupiga magoti mbele za Bwana. Nikamwambia Bwana, wewe unasema nirudi. Wewe unasemaje? Wewe ungenishindia. Wewe ungenikosa kule. Wewe unasemaje? Nikasikia sauti inaniambia ndani yangu, wao wamesema, lakini mimi nasema. Wakumaanisha lile sasa, ikapita wiki mbili, tukafanya mtihani. Tena tulifanya mtihani ule ulikuwa ni mashindano. Kwa shule moja inaitwa Mazinde Juu, kama unaifahamu. Mazinde Juu. Ile shule ina watoto magenius. Yaani watoto wana akili. Afya watoto wanapenda kila kitu. Yaani wanalishwa kila kitu, majibu yote wanalishwa. Tukafanya mtihani. Walikuwa wananiita mama mchungaji. Sasa kule bwenini. Nasikia watoto kujua na shangilia. Mama mchungaji, mama mchungaji. Mama mchungaji, mama mchungaji. Tulifanya mtihani wa uchumi. Mama mchungaji, mama mchungaji. Nauliza nini imekuaje? Wakasema wale top 10 walipata A. Washindana na Mazinde. Yaani maajabu sasa. Wale watu waliosoma shule mwaka mzima hakuna hata mmoja aliingia top 10. Hakuna mmoja aliingia top 10.